Shalom, tuombe tukaribishe uwepo wa Roho Mtakatifu. Baba, katika jina la Yesu, jina lipitalo majina yote, lenye uweza na nguvu na mamlaka, tunajongea katika kiti chako cha enzi, chenye mamlaka yote na uweza wote, na neema yote na rehema yote. Hatustahili kusogea mbele ya kiti chako, kwa sababu sisi ni watu wenye midomo michafu, ni wenye hatia. Lakini kwa neema yako unatustahilisha Baba. Tunaomba uturehemu pale tulipokwenda kinyume na mapenzi yako, kwa kuwaza, kunena ama kutenda kwetu. Tunaiachilia mioyo yetu mbele zako Bwana. Tunatoa akili zetu mbele zako Baba. Tunakupa miili yetu, roho zetu, nafsi zetu na mioyo yetu. Tuko tayari kusikia kutoka kwako. Tuko tayari kula na kunywa kutoka kwako. Tufundishe Roho Mtakatifu. Wewe mwalimu mwema, wewe wakili mwema. Tuko hapa, tunataka kusikia kutoka kwako, ili imani zetu ziweze kukua. Maana ulisema imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Mungu. Tuko tayari kusikia neno lako Bwana. Tufundishe kwa jinsi inavyokupendeza wewe. Ni katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Habari ya wiki nzima. Jumatano nyingine. Natumai uko tayari kujifunza. Jumatano iliyopita tuliongelea neno Yesu ni neno, na mwishoni nikakupa homework ya jinsi ambavyo unaweza ukasoma Biblia na ukaitafakari. Nikakwambia tumia dakika 5 tu. Anza na mistari 5 tu. Kadri ambavyo Roho Mtakatifu atakuwezesha, basi utaweza kuongeza spidi kwa kipimo chako ambacho unaweza. Leo nadhani tutamalizia hiyo Yesu ni neno, kwa sababu tulibaki, muda uliisha. Tuna risali moja kila Jumatano. Kwa hiyo muda uliisha, ikabidi tuishie hapo. Nilikuuliza kwa nini aongelewe Yesu tu? Kwa nini aongelewe Yesu tu? Kwa nini wasiongelewe wengine wote ambao wako mbinguni? Kuna malaika, kuna maserafi, kuna makerubi, wazee 24 wenye uhai 4, watakatifu. Kwa nini wasiongelewa? Nikakuuliza kwa nini katika wanadamu wote ambao wamewahi kuishi, mitume wote ambao wamepita tangu Adamu hata sasa, manabii wote, mahakimu, makuhani, watumishi wa Mungu, kwa nini aongelewe Yesu kwenye kitabu cha Yohana? Kwa nini aongelewe Yesu kutoka kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo?
hapa duniani kuna Mungu mwingine, Mungu wa dunia hii, mtawala wa dunia hii ambaye alitupwa huku duniani kwenye nchi. Hii ni territory yake. Kwa nini asiongelewe yeye? Tuliona sababu ambazo zilikuwa zinathibitisha kwamba lile neno ambalo lilikuwa linaongelewa kwenye Yohana 1:1 na Mwanzo 1:1 na waraka wa kwanza wa Yohana 1 ni Yesu. Na tukaangalia uthibitisho kutoka maeneo mbalimbali ambayo Biblia ilikuwa inatuthibitishia kwamba ni Yesu. Sasa leo tunaendelea kuthibitisha kwamba aliyeongelewa hapo, ambaye hapo mwanzo kulikuwa neno, na neno alikuweko kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu, kwamba huyo neno ni Yesu. Hebu twende tuangalie Ufunuo wa Yohana 1. Ufunuo wa Yohana 1:13 mpaka 19. Ufunuo wa Yohana mlango wa 1:13 mpaka 19. Tuone kama tunaweza tukapata chochote. Tuanze mstari wa 11 ama wa 9. Tuanze wa 9. Mimi Yohana, ndugu yenu na mwenye kushiriki pamoja nanyi katika mateso na ufalme na subira ya Yesu Kristo, nalikuwa katika kisiwa kiitwacho Patmo kwa ajili ya neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu. Nalikuwa katika roho siku ya Bwana. Nikasikia sauti kuu nyuma yangu kama sauti ya baragumu, ikisema, haya uyaonayo uyaandike katika chuo, ukayapeleke kwa haya makanisa 7: Efeso na Smina na Pegamo na Thiatira na Sardi na Philadelphia na Laodikia. Nikageuka niione ile sauti iliyosema nami, na nilipogeuka niliona vinara vya taa 7 vya dhahabu, na katikati ya vile vinara nikaona mtu mfano wa mwanadamu, amevaa vazi lililofika miguuni na kufungwa mshipi wa dhahabu matitini. Kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu nyeupe, kama theluji, na macho yake kama mwali wa moto, na miguu yake kama shaba iliyosuguliwa sana, kana kwamba imesafishwa katika tanuru, na sauti yake kama sauti ya maji mengi. Naye alikuwa na nyota 7 katika mkono wake wa kuume, na upanga mkali wenye makali kuwili ukitoka katika kinywa chake, na uso wake kama jua liking'aa kwa nguvu zake. Nami nilipomwona, nalianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu, akisema, usiogope. Mimi ni wa kwanza na wa mwisho, na aliye hai. Nami nalikuwa nimekufa, na tazama, ni hai hata milele na milele. Nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Basi uyaandike mambo hayo uliyoyaona, nayo yaliyopo, na yale yatakayokuwa baada ya hayo.
Yohana, mmoja wa wanafunzi wa Yesu, na sio tu mmoja wa wanafunzi wa Yesu, bali ni mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda kuliko wanafunzi wote. Haya aliyoyaona hakuyaona alipokuwa akifanya kazi zake. Hakuyaona alipokuwa amejumuika na watu. Hakuyaona alipokuwa kwenye starehe za kidunia. Anatuambia kwamba na hakuyaona siku yoyote. Lakini anatuambia alikuwa katika roho siku ya Bwana. Maana yake alikuwa katika ibada. Yohana 4 mstari wa 24, Mungu ni roho na wamwabuduo imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Kwa hiyo Yohana alikuwa katika roho akiabudu. Na inaweza kuwa alikuwa akiabudu kama siku nyingine tu. Labda alikuwa na ajenda zake za kupeleka mbele ya Mungu. Lakini alikuwa, anatuambia alikuwa katika roho. Wapi? Alikuwa kisiwani Patmo. Na ilikuwa lini? Siku ya Bwana. Siku ya Bwana, siku ya saba, siku ya ibada. Siku ambayo baada ya Mungu kuumba ulimwengu, alipoumba mbingu na nchi, alipumzika, akastarehe. Kwa hiyo ndio siku ambayo Yohana alikuwa akifanyaje? Akiwa katika ibada, katika roho. Wakati yupo katika roho, akasikia sauti kuu nyuma yake, kama sauti ya baragumu, ikimwamrisha kwamba atakayoyaona na atakayoyasikia ayaandike. Na akisha yaandika, ayapeleke kwa yale makanisa 7 ili waweze kusikia. Alipogeuka aione hiyo sauti ni ya nani? Alikutana na vinara vya taa 7 vya dhahabu. Na katikati ya vile vinara vya dhahabu vya taa aliona mtu mfano wa mwanadamu. Mtu mfano wa mwanadamu. Yohana alimuona mtu mfano wa mwanadamu. Nimeirudia mara 3. Kuna kitu umegundua? Niliposoma akili yangu ikaklik mtu mfano wa mwanadamu. Kwani mtu si ndio mwanadamu? Kwa nini asiseme nikamuona mtu mfano wa mtu? Au akaishia tu nikamuona mtu? Na kwa nini asiseme nikamuona mwanadamu?
ama mwanadamu mfano wa mwanadamu. Aije? Na katikati ya vile vinara, mstari wa 13, na katikati ya vile vinara nikaona mtu mfano wa mwanadamu, amevaa vazi lililofika miguuni na kufungwa mshipi wa dhahabu matitini. Kwa sababu ile mtu mfano wa mwanadamu iliniingia kwenye kichwa changu, kama kawaida yangu nikasema hebu nikaone wataalamu wa lugha wanasemaje. Kuna tofauti ya mtu na mwanadamu? Sasa kama nilivyokuambia, Kiswahili kinakosa maneno mengi. Nilichokifanya nikafanya kupindua hivi. Nikaenda Google. Nika search mtu in English. Halafu baadaye nika search mwanadamu in English. Mtu in English, alafu mwanadamu in English. Nilipo tafuta mtu in English, mtu iliniletea maneno mawili tofauti. Man or person. Man or person. Neno la kwanza ambalo sasa limepop research inakupa a man or a person. A man or a person. Halafu nikaenda nika Google, nika search maana ya mwanadamu. Nilipo search maana ya mwanadamu, ikaniletea, haikuleta neno person. Mwanadamu iliniletea human being. Man. Nafikiri unanipata. Kwa hiyo nilipoletewa hivyo, baada ya kupata hiyo tafsiri, nikaenda sasa nika search meaning of a person. Meaning of a person. Sawa? Na meaning of a man. Ama a meaning of a human being. Sasa zili ni confuse kidogo. Kama ni interchangeably, yani wanasema kwamba ni interchangeably. Kichwani nikawaza, okay, labda ni search difference between a person and a human being. Kwa hiyo sasa katika kusearch difference between a person and a human being, hiki ndicho ambacho nikipata. Anasema while often used interchangeably, yani ni kama
Yani ukisema hiki ndio umemaanisha hicho. Anasema person and human can have nuances. Human refers to someone belonging to the species Homo sapiens. Someone belonging to the species Homo sapiens, human. Someone belonging to the species Homo sapiens. While person emphasizes individual identity, consciousness, and often legal or social rights. Hii Google watakuletea cha kwanza ni AI overview, artificial intelligence. Kwa hiyo according to artificial intelligence, person, yani naweza nikawa ni mimi, lakini ukisema mimi ni human, maana yake mimi nipo kwenye kundi la species fulani ambao ni Homo sapiens. Kwenye historia, kama unakumbuka, kuna makundi fulani hivi: Homo sapiens, Homo habilis, Zinjanthropus. Ukisema mwanadamu, human being, human, man, maana yake yuko kwenye kundi la aina ya viumbe hai wanaojulikana kama Homo sapiens. Alafu anasema while a person emphasizes in individual identity, kwamba unaposema a person, mtu, ni ule utambulisho binafsi, individual identity, utambulisho binafsi, consciousness yake, ufahamu wake, and often legal or social rights, ama haki zake za mtu huyo kisheria ama kijamii. Hiyo ni AI overview, artificial intelligence overview. Nikatoka nikakutana na reddit.com, REDDIT, REDDIT, Reddit. Reddit.com wanatuambia the main difference between the two terms is of that fact that human is the scientific term that is used to describe a person. A scientific term that is used to describe a person. Ni neno la kisayansi ambalo linatumika kumwelezea mwanadamu, kumwelezea mtu. Human is the scientific term. Okay. Hautanielewa. Ngoja niisome yote. Human is the scientific term that is used to describe a person. Whereas person is a philosophical term used
to describe a human being. And vice versa is true. Yani walichokifanya hapa. Vice versa. Kwamba unaposema human, mwanadamu ni neno la kisayansi ambalo linatumika kumwelezea mtu. Halafu mtu ni neno la kifilosofia ambalo linatumika kumwelezea mwanadamu. Imekukaa ama imekutoka? Quora, kuna mtu aliuliza swali. Is there a difference between a person and a human? Kumbe kitu ambacho mimi nimejikuta najiuliza hapa, kuna mtu mwingine tena aliwahi, watu wengine nao washawahi kujiuliza. Usifikiri kwamba kitu ukikifanya wewe mwanzo basi wewe ni wa kwanza. Hakuna jipya chini ya jua. Akajibiwa hivi, human is the generic term for a member of our species, Homo sapiens. A person is one who is individuated and socialized, has subjectivity and a sense of self. Subjectivity and a sense of self is accorded rights and responsibilities and functions as a partly autonomous agent. Bado hujaelewa? Kuna mahali aliuliza, what makes a person a human? Tumeshasema kwamba unaposema human ama human being ama man, unamaanisha tunaongelea biological. Kuna mahali niliona pia wakati nasoma kwamba ni neno la kibiolojia, la kisayansi. Sawa. Tunaongelea huu mwili, yani tuseme hapa. Kifupi ni hivyo, kwamba huu mwili ambao unaonekana. Lakini mtu ni yule mtu. Ushawahi kusikia mtu wa ndani? Mtu ni mimi lakini ambaye sionekani. Mimi mawazo yangu, mimi hisia zangu. Mmoja aliuliza, what makes a person a human? Mwenzake akamjibu, many properties have been suggested as being necessary for being a person. Intelligence, the capacity to speak a language, creativity, the ability to make moral judgments, consciousness, free will, a soul, self-awareness. And the list could go on almost indefinitely. Sijui tumeelewana? Nikaona mtu mfano wa mwanadamu. Nikaona mtu mfano wa mwanadamu.
tujiulize, hii ambayo wataalamu wa lugha wametutafsiria kwamba mtu ni a person, alafu mwanadamu ni human being. Ukichukua huu mstari wa 13, inasemaje? Bible Gateway inasema hivi: and among the lampstands was someone like a son of man, mwana wa Adamu. Bible Hub inasema and among the lampstand was someone like a son of man. Biblia.com inatuambia and in the midst of the candlesticks one like unto a son of man. Umeipata concept hapo? Mtu mfano wa mwanadamu. Alafu ushangae sasa, wakati Mungu anaumba akasema na tumuumbe mtu kwa mfano wetu. Tumuumbe mtu kwa mfano wetu. Tutaelewana taratibu. Sasa hapa ni mtu mfano wa Mungu. Halafu kwenye Yohana tunaambiwa ni mtu mfano wa mwanadamu. Ndio alionekana mfano wa mwanadamu. Kwa nini? Kwamba umbo la kibinadamu, si ndio? Huyu mtu ambaye Yohana alimuona alikuwaje? Tuangalie sifa zake. Na katikati ya vile vinara nikaona mtu mfano wa mwanadamu amevaa vazi lililofika miguuni na kufungwa mshipi wa dhahabu matitini. Kwanza amevaa vazi. Kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu nyeupe, kama theluji, na macho yake kama mwali wa moto, na miguu yake kama shaba iliyosuguliwa sana, kana kwamba imesafishwa katika tanuru, na sauti yake kama sauti ya maji mengi. Naye alikuwa na nyota 7 katika mkono wake wa kuume, na upanga mkali wenye makali kuwili ukitoka katika kinywa chake, na uso wake kama jua liking'aa kwa nguvu sana. Ndio anamdescribe sasa huyu aliyemuona. Lakini inanikumbusha kitu hapa. Niliposoma mstari wa 16,
naye alikuwa na nyota 7 katika mkono wake wa kuume, na upanga mkali wenye makali kuwili. Upanga mkali wenye makali kuwili ukitoka katika kinywa chake. Ulitoka katika kinywa chake. Imenikumbusha Waebrania mlango wa 4 mstari wa 12. Inasema maana neno la Mungu ni hai na lina nguvu, ni kali kuliko upanga wenye makali kuwili, ukata kabisa mpaka mahali ambapo moyo na roho hukutana. Hiyo ni Biblia ya kwenye kompyuta, lakini Biblia hii ambayo nimeishika, ambayo inaeleza vizuri, Waebrania 4 mstari wa 12, anatuambia maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga huo wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Wala hakuna, mstari wa 13, wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake, lakini vitu vyote vi utupu na kufunuliwa machoni pake yeye aliye na mambo yetu. Nani? Nilitaka uone kitu hapo. Chekesha tu akili yako mwenyewe. Mstari wa 17 anasema nami nilipomwona nalianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu, akisema, usiogope. Kwa nini usiogope? Kwa sababu mimi ni wa kwanza na wa mwisho, na aliye hai. Nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele. Nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Basi uyaandike mambo hayo uliyoyaona, nayo yaliyopo, na yale yatakayokuwa baada ya hayo. Siri ya zile nyota 7 ulizoziona katika mkono wangu wa kuume, na vile vinara 7 vya dhahabu. Zile nyota 7 ni malaika wa yale makanisa 7, na vile vinara 7 ni makanisa 7. Tukienda mbele, utakuja kugundua ni kwa nini nimemalizia mpaka mstari wa 20. Nitakuja kukwambia ni kwa nini nimemalizia mpaka mstari wa 20, ingawa unaonekana kama hauhusiani na hivyo. Huyu mtu ambaye ameonekana katika roho. Mtu huonekana kwenye rohoni. Mwanadamu ndio hiki kitu chenye damu na nyama. Vita vyetu si juu ya damu na nyama. Sifa za huyu mtu. Sifa za huyu mtu. Yeye ni mwanzo na wa mwisho. Yeye ni wa kwanza na wa mwisho. Ukirudi nyuma kwenye somo letu, tulijifunza, tuliona nani alisema mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Unakumbuka kwenye Yohana? Ni Yesu. Mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Na hapa Yohana anapomuona, anamwambia Yohana, mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Sifa ya pili ya huyu mtu aliye mfano wa wanadamu, aliye hai, na aliye hai, yu hai. Kwa nini anasema na aliye hai? Nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele. Kama unakumbuka
nafikiri video ya kwanza nilikwambia ili uwe mwanadamu, ili uwe kiumbe hai, sifa yako moja wapo ni kuweza kufa. Nakumbuka? Na sio mimi tu, hata biolojia inatuambia sifa za viumbe hai. Sasa huyo mtu ambaye Yohana amemuona, anayesema yeye ni wa kwanza na wa mwisho, na ambaye neno lake mwenyewe linatoka mdomoni mwake mwenyewe, ambaye ana hiyo sifa kwamba yeye ni wa kwanza na wa mwisho, lakini ana sifa ya kwamba yuko hai, na yuko hai hata milele na milele, na yuko hai hata milele na milele kwa sababu alikuwa amekufa. Ni nani? Tangu Adamu hata sasa, mimi na wewe, ni mwanadamu gani aliyeweza kufa akafufuka mwenyewe? Sio akaja kufufuliwa na mwingine, akafufuka mwenyewe. Yani kaburi tu likafunguka, malaika akafungua kaburi, yeye akatoka. Na alipotoka bado wakamgusa kwamba ni yeye. Na kuondoka kwake duniani, akapaa mbinguni, alipaa. Na huyo ndiye anayesubiriwa kurudi mara ya pili, kwa sababu yuko hai milele na milele. Ni nani? Hebu tuangalie. Ni watu wangapi tukitumia kwamba kupaa hawakuonja mauti, wako hai tu, si ndio? Tutamkuta Enoko kitabu cha Mwanzo, tutamkuta Elia, alafu tunamkuta Yesu, waliopaa. Lakini ni Enoko, unakuta nami nilikuwa nimekufa, inamkataa. Ni Elia, nami nilikuwa nimekufa alafu nikafufuka, inamkataa. Nani mwingine? Ni Yesu peke yake. Kwa hiyo bado tunarudi pale pale. Yohana anamuongelea Yesu kwenye Yohana 1:1, kwenye Yohana wa kwanza 1:1, na kwenye na Musa naye anamuongelea Yesu Mwanzo 1:1 mpaka wa 2. Nafikiri umeona sifa zake. Na kingine anasema, nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Kwa nini? Kwa sababu kama kuzimu alishafika na akatoka. Kama ni mauti alishapata mauti na akafufuka. Kuna mtu anajiuliza, ili swali limeibuka sana siku hizi, kama Yesu ni Mungu, yani Mungu anakufa? Okay.
huyu ina maana kweli Mungu afe. Kwa hiyo sasa alipokufa Mungu alipokufa, nani alikuwa anatawala dunia? Yesu alipokufa, kama Yesu ndio Mungu amekufa, na Mungu ndio mtawala wa mbingu na nchi, nani alikuwa anatawala kama Yesu amekufa? Labda nikuulize swali. Tusiende katika roho, tuje tuongee kimwili tu. Kwa sababu yanayotendeka mwilini ndiyo yanayotendeka rohoni. Nikimaanisha kwamba sisi maisha yetu ni representation ya maisha ya rohoni. Na ndio maana hata Mungu wakati anaumba akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Hebu tuchukulie hapa Tanzania, sisi wa Tanzania tuna kiongozi mkuu anayetuongoza wote, rais, ambapo sasa hivi tunaongozwa na Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa anatuongoza Tanzania. Samia Suluhu Hassan, rais wa Tanzania, akiwa Ikulu, ni nani? Cheo chake ni nani? Ni rais wa Tanzania. Akienda bungeni kinabadilika? Si atabaki vile vile rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Rais Samia akiwa hapa Dodoma na akiwa Dar es Salaam, kuna tofauti? Cheo chake ni kile kile? Rais Samia akiwa hapa Dodoma na akiwa Mtwara, kuna tofauti? Hakuna. Okay, utasema si ndani tu ya nchi, yaani ni sawa tu na Yesu huko mbinguni, uko atoke hapa aende hapa, lakini uko mbinguni, ndio. Rais Samia Suluhu Hassan akitoka Tanzania akachukua pasipoti yake ya kidiplomasia akaenda Kenya, ataacha kuwa rais wa Tanzania? Rais Samia Suluhu Hassan akiwa AU ameenda kwenye mkutano, ametoka Tanzania lakini yuko nje ya Tanzania, lakini yuko Afrika, bara hili moja. Cheo chake kitabadilika? Atakuwa sio rais wa Tanzania tena kwa sababu ametoka Tanzania? Rais Samia Suluhu Hassan akitoka akaenda Washington Marekani, akaenda kuatendi mkutano wa UN, anakuwa ni balozi wa Tanzania?
anakuwa waziri wa maliasili. Cheo chake kinapungua nguvu. Bado anabaki kuwa rais wa Tanzania. Mamlaka yake inabaki kuwa ni ile ile. Utendaji wake wa kazi unabaki ni ule ule. Na nchi inakuwa bado inaendelea kujiendesha. Hayupo lakini kila kitu kinaenda. Yesu ni Mungu. Luka, kuna kitu hapa nataka nikuonyeshe. Luka 4. Hapana. Nafikiri ni Mathayo. Baada ya Yesu kujaribiwa na shetani, baada ya Yesu kujaribiwa na shetani, Mathayo 4 mstari wa 11. Amesha knock out shetani, ibilisi. Tunaambiwa kisha ibilisi akamwacha. Na tazama, wakaja malaika wakamtumikia. Kwa nini malaika wajisumbue watoke kule mbinguni waje alafu wamtumikie? Why? What's so special? Ana kitu gani cha ziada cha kuwafanya malaika waache kazi zao mbinguni, waache majukumu yao, waje wamtumikie? Yesu ni Mungu. Yesu ni mwana wa Mungu. Utake usitake, ukubali usikubali, alitoka mbinguni akaja duniani akavaa mwili kwa sababu ndivyo ilimpendeza. Akaishi duniani akaondoka, na ndio maarufu kuliko mwingine yoyote, tangu enzi na enzi na hata enzi na milele hata milele. Yaani wewe upinge, ukubali, haubadilishi uhalisia kwamba Yesu ndiye Mungu. Yesu ndiye mwana wa Mungu. Yesu ndiyo neno hilo la Mungu. Ufunuo wa Yohana 22 mstari wa 16. Ufunuo wa Yohana 22 mstari wa 16. Mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia ninyi mambo hayo katika makanisa. Mimi ndimi niliye shina na mzao wa Daudi, ile nyota yenye kung'aa ya asubuhi. Tumesoma hizi ufunuo za mwanzo, hizi nilizokusomea tangu somo lililopita. Umeelewa kwamba Yesu ndiye Mungu, ndiye anayetawala, ndiye anayekalia kiti cha enzi mbinguni.
Ufunuo 22:19. Na mtu yeyote ni hiyo Ufunuo 22:16, sorry. Ukiangalia, nilikuwa na tafakari, nikasema what audacity Yesu alikuwa nayo, akaacha kiti chake cha enzi mbinguni, akashuka duniani miaka 33. Wakati kuna jamaa mmoja alikuwa anataka kunyang'anya ile mamlaka. Yaani ni sawa tu na wewe unavyosema sasa alivyokuja duniani nani alitawala mbinguni? Jiulize, miaka 33 hayuko mbinguni, yuko duniani. Anasaidia huyu, anaokoa huyu, anaponya huyu, anafufua huyu, anafanya hiki, anahubiri, hivyo. Alafu anashuka mpaka kuzimu, anamnyang'anya shetani funguo za mamlaka, alafu anapaa zake mbinguni, anarudi anakalia kiti cha enzi. Unajua Mungu anamdharau sana shetani. Ilinifanya nifikirie, what if, nakwambia kwamba Mungu anamdharau shetani sababu ya Ayubu. Yaani hata huyo Ayubu wangu uweze ukamfanya chochote, ananiamini. Yesu ni Mungu. Muda umetutupa mkono, tumeishia na hiyo kwamba kwa nini, yani iliwezekanaje Yesu akashuka duniani akaacha? What if alikuwa tu anataka kumuonyesha shetani kwamba naachia kiti changu na kuja huko, kama una uwezo nenda kakae. Si ulitaka? Unajua wadui wa Mungu na shetani ulisababishwa na nini? Ni kwa sababu shetani alitaka kumpindua Mungu, alitaka kuasi. Ndio sababu Yesu akaja, Mungu akaja kama mwanadamu, akakaa duniani, akaenda kuzimu, katalii, kamaliza, karudi zake mbinguni. Chezea Yesu wewe. Nikutakie wiki njema. Tukutane Jumatano ijayo. Tutaendelea na hii, tutamalizia. Yesu ni Mungu.